Hii ni Ava TV mwanamichezo, mimi ni Latifa Anafi, nyuma ya kamera hapo ni Asha Kabuga. Karibu tuongee mengi ya kimichezo ambayo yanaendelea hivi sasa, ikiwa kubwa zaidi ni michuano ya AFCON ambayo inaendelea pale nchini Morocco. Tukiwa tumeshuhudia mechi mbalimbali kwenye hatua ya makundi, lakini hivi sasa tukiwa kwenye hatua ya 16 bora na tumeishuhudia timu mbalimbali ikiwemo Senegal na Sudani, lakini pia Mali na Tunisia, lakini pia Tanzania pamoja na Morocco, bila kusahau timu ya taifa ya Cameroon pamoja na Afrika ya Kusini. Sasa kubwa zaidi ni kwa namna ambavyo mechi ya timu ya taifa ya Tanzania pamoja na Morocco ilivyokwisha, yale ambayo yanaendelea kuzungumzwa kwenye mitandao ya kijamii. Mechi hiyo ilimalizika kwa Tanzania kupoteza kwa jumla ya goli 1-0, na safari ile ambayo ilikuwa imeanza tangu pale Disemba 21 ikawa imetamatika hapo. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo vimeibua hisia kubwa ni kwa namna ambavyo muamuzi wa mchezo alikuwa akifanya maamuzi yake. Watu wengi wamekuwa wakizungumza kwamba alikuwa akikandamiza timu ya taifa ya Tanzania kwa jinsi ambavyo maamuzi yake alikuwa akiyafanya. Unaweza ukashuhudia namna ambavyo kadi za njano zilikuwa zikitoka, lakini pia maamuzi ya faulo na mambo mengine kama hayo. Zilitoka kadi za njano kwa timu ya taifa Tanzania zikielekea kwa nyota Ibrahim Abdullah Baka, lakini pia Faisal Salum alipata kadi ya njano. Dickson Job pia naye aliweza kuipata kadi ya njano. Sasa kabla ya ile tukio kubwa ambalo lilifanyika mwishoni kabisa mwa mchezo, ambapo Idi Nado alifanyiwa foul ndani ya eneo la 18, lakini mwamuzi hakuamua kama ni mkwaju wa penalty, licha ya kwamba wachezaji walikwenda kumsukuma mwamuzi aweze kwenda kuangalia kwenye VAR ile, lakini hakwenda, na mwisho wa siku mechi hiyo kumalizika kwa 1-0 kwa Morocco kwenda hatua ya robo finali. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo vimeenea ni video clip fupi ambayo inawaonesha tuseme ile safu ya waamuzi, kwa maana ya muamuzi mkuu, referee mkuu pale katikati, lakini pia washika kibendera wale kwa maana ya line 1 pamoja na line 2, bila kumsahau pia fourth official, wakiwa na match commissioner, wakati ambao timu zilikuwa zinatoka mapumziko na kurudi kwa ajili ya kumalizia dakika 45 ya kipindi cha pili. Wamekutana pale, timu zote zilikuwa kwenye mstari kwa ajili ya kuingia vyumbani. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo vinazungumzwa, pengine mipango ya rushwa ilikuwa ikianzia pale. Watu mbalimbali wamekuwa na maoni tofauti kuhusiana na video clip hiyo ambayo inawaonesha waamuzi hao wakiwa wanazungumza ama wanateta jambo. Hakisikiki kile ambacho kinazungumzwa, lakini namna ambavyo walikuwa wakishare mikono ile, watu wakigusanisha kwamba pengine kile ambacho kimekwenda kutokea kipindi cha pili kilianzia hapo, kwa namna ambavyo mwamuzi alikuwa akionyesha dhahiri kwamba yanakwenda kuikandamiza zaidi timu ya taifa ya Tanzania kuliko kuipa haki Tanzania. Watu wamekuwa na maoni mbalimbali kuhusiana na video clip hiyo, lakini pia jinsi ambavyo maamuzi ya mwamuzi yalifanyika. Na miongoni mwa watu ambao wameizungumzia clip hiyo ni nyota, sio nyota, ni mkuu wa kitengo cha idara ya habari na mawasiliano wa klabu ya Azam, Zakaria Thabit Chumu, Zaka za kazi, yeye akiwa ameiposti hiyo video clip kwenye Instagram yake na kuandika caption ambayo anasema hiki kikao sijakielewa kabisa, yani kwamba hiki kikao cha hii seti ya hao waamuzi wanne, lakini pia na match commissioner, jinsi ambavyo walikuwa wakizungumza
kuna namna Zaka za kazi pia hajakielewa, na watu wakiwa wanakitolea ufafanuzi kwamba kuna mipango ilikuwa inasetiwa katika kufanya maamuzi ya kuipendelea zaidi timu ya taifa ya Morocco ili iweze kutinga kwenye hatua ya robo finali. Unaweza ukashuhudia hapo namna ambavyo kwa picha, namna ambavyo yamekwenda. Lakini sio hao tu, watu wengi wamekuwa na maoni mbalimbali kuhusiana na mwamuzi, wengi wakitoa maneno makali, lugha ngumu kuhusiana na maamuzi ambayo alikuwa ameyafanya. Sasa miongoni mwa watu wengine pia ambao wametolea maoni ni meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga Ally Kamwe, yeye akiwa anasema kwamba yeye aliposti ile video yani Idi Nado akiwa amefanyiwa mazambi ndani ya eneo la penalty area, kwa maana ndani ya eneo la 18, jinsi ambavyo walimfanyiwa madhambi, lakini mwisho wa siku mwamuzi hakuamua kama ni mkwaju wa penalty, na akaweza kuweka comment ya caption ambayo inasema, oya, kuna haja Hassan Mwakinyo awe anasafiri na timu ya taifa. Yani kwamba kile ambacho kimetokea pengine kuna umuhimu sasa wa Hassan Mwakinyo kuwa wanatembea na timu ya taifa ili tu basi pengine vitu viende sawa sawa. Lakini mbali tu na watu kutoka Tanzania, lakini watu kutoka mataifa mbalimbali wameshare hisia zao kwenye mitandao ya kijamii wakijaribu kuonesha ni kwa namna gani ambavyo Tanzania imezulumiwa haki yake ya ushindi dhidi ya timu ya taifa. Namalizia kafika namalizia dakika moja. Wamezulumiwa haki yao ya ushindi dhidi ya timu ya taifa ya Morocco, watu mbalimbali ambao wanahusiana na michezo duniani. Na wewe una maoni gani kuhusiana na maamuzi hayo ya mwamuzi ambao aliyafanya kwenye mechi ya hatua ya 16 bora kati ya timu ya taifa ya Morocco pamoja na Tanzania? Na kabla sijamaliza moja kwa moja hapa, nipitie angalau kwa uchache wasifu wa huyu mwamuzi Boubou Traore kutokea pale Mali, kama inavyoeleza kwamba ni mwamuzi ambaye ni raia wa pale Mali, akiwa amezaliwa mwaka 1989 tarehe 3 ya mwezi wa 3, akiwa na umri wa miaka 36 mpaka hivi sasa, na ni refali ambaye anafahamika katika mashindano yote kwa maana ya Afrika CAF, lakini pia hata michuano ya FIFA anaweza kwenda kuifundisha. Hiyo ndiyo wasifu angalau kwa uchache kuhusiana na Boubou Traore, mwamuzi ambaye anaingia kwenye historia ya wapenda soka hasa kwa Watanzania kwa kile ambacho kimetokea kwenye mechi ya timu ya taifa ya Morocco pamoja na Tanzania. Mimi naitwa Latifa Anafi, hii ni Ava TV. Usiache kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kupitia YouTube @AvaTV, lakini pia Instagram tunapatikana huko @AvaTV TZ.